Hatuna sababu ya kuwa tunadanganyana ama tunatiana moyo ama tunakichafua chama kwa sababu tu sisi ni moja kati ya jumuiya zake imara. Sisi kuwa vijana wa Chama cha Mapinduzi haitupi upendeleo wowote ule wa sisi kuvunja sheria, wa sisi kwenda kinyume na utaratibu. Vijana wenzangu, mambo ya msingi ambayo naweza nikawaomba miyazingatie: moja, tuwe na utaratibu wa kutii sheria bila shuruti. Lakini kama pamoja na kufuata utaratibu na kutii sheria umeonewa, hapo sasa ndio tunaweza kusimama pamoja na kufanyaje? Kutafuta ufafanuzi. Lakini tukiendelea kila siku kuwa tunadanganyana kwamba kwa vile wewe ni kijana wa Chama cha Mapinduzi, fanya hiki hautapata chochote, fanya hiki hautakutwa na chochote, uwe ni uongo. Asikudanganye mtu yoyote, uwe ni uongo. Na tuwe watu ambao tunafuata utaratibu, kwa sababu wakati wewe unafanya hivyo, labda kwa nia mbaya ama nia njema ambayo unaijua wewe binafsi, na mtu mwingine atatumia mgongo huo, atalifanya baya kubwa kabisa, alafu atasingizia na yeye ni kijana wa umoja wa vijana. Mwisho wa siku wote tunakuwa tunaonekana hatuna maana. Kwa hiyo kwenye mambo ambayo yanahitaji tufuate utaratibu, vijana wenzangu, naombeni tuwe wa kwanza wa mfano kufuata utaratibu. Vijana wenzangu, mimi kama mwenyekiti wenu nimefanya ziara mkoa mzima na leo nimekuja kuhitimisha hapa kwenu. Na moja kati ya mambo ambayo naweza nikakiri wazi kama mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ameifanya kazi kubwa kiasi kwamba sisi kama vijana ametuachia jukumu dogo sana. Kama tutaendelea kusimama pamoja, kama tutaendelea kuimarika, jukumu letu ni dogo sana katika uchaguzi huu tunaoelekea. Ni kitendo cha kuonyesha tu kwamba lililofanyika na yaliyoahidiwa ni yale pale, yametekelezwa ni lile eneo, yamefanyika ni lile eneo. Kwa hiyo nilikuwa naomba tumpongeze sana kwa sababu ameturahisishia pakubwa sana kuelekea uchaguzi mkuu.